إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. فيا أيها المؤمنون عباد الله، أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون، حيث قال الله عز وجل في كتابه العزيز: إن للمتقين مفازا. أما baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam kiongozi wa umma, mwalimu wa umma Muhammad bin Abdullah salatu rabbi wa salamu alayhi, lakini bila kusahau ndugu zangu katika imani, ninahusia pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya sala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kwa hakika bila shaka mafanikio ya mja katika maisha yake ya dunia ya mpito ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini vile vile mafanikio ya mja katika maisha yake ya kesho akhera, maisha ya kudumu, pia ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake kitukufu, inna lilmuttaqina mafazan, ana kwa hakika bila shaka wacha Mungu ndio wenye kufaulu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe miongoni mwao. Ama anwani ya khutba yetu ya leo, Allah subhanahu wa ta'ala akitujalia, akituwafikisha, inakwenda kwa kichwa cha habari fadhail al-ashhuri al-hurum, fadhila katika miezi mitakatifu. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala amehusisha au akaifanya maalum baadhi ya nyakati kwa wanadamu, kuzifanya nyakati hizi ni bora kuliko nyakati nyingine. Allah subhanahu wa ta'ala hakuacha hivyo tu, akafanya malipo yanayopatikana katika nyakati hizi ni bora kuliko malipo ambayo yanapatikana katika nyakati zingine. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akajalia pia madhambi atakayofanya katika nyakati hizi ambazo Allah kazifanya ni maalum, madhambi yake yanakuwa ni makubwa na mazito zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, njooni pamoja nami. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka katika mwaka miezi 12. Hii miezi 12 akaichagua baadhi ya miezi maalum kuwa ni miezi mitakatifu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Tauba aya 36, inna iddatash shuhuri inda Allahi 12 shahra.
hakika idadi ya miezi ya miaka mbele Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 12. Minha, ndani ya miezi hiyo 12, arba'atun hurum, kuna miezi minne mitakatifu. Yauma khalaqa Allahu samawati wal ardh, tangu Allah alipoumba mbingu na ardhi. Dhalika dinul qayyim, lakini sio hivyo, hii ndio dini ya sawa sawa. Lakini Allah akamalizia kwa kupiga msumari, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu ndani ya miezi hiyo minne mitakatifu nafsi zenu. Sio kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaridhia watu kufanya madhambi ndani ya nje ya miezi hii minne mitakatifu. Allah subhanahu wa ta'ala kaibainisha miezi hii minne mitakatifu, lakini hakuitaja majina ni miezi gani. Rawa al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wal Imam Muslim fi sahihayhima an Abi Bakrata Nufai ibn al-Harith radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala inna az-zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ardh minha arba'atun hurum, minha arba'atun hurum. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ambayo mpokea sahaba Abi Bakr Nufai ibn al-Harith radhiallahu anhu kutoka kwa Mtume, rehma na amani zimfikie juu yake, anasema inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqa Allahu samawati wal ardh, akikazama nyakati zimerudi katika umbile lake, kwa maana zimerudi katika utaratibu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuchagua na ameuweka. Yawma khalaqa Allahu samawati wal ardh, tangu Allah subhanahu wa ta'ala alivyoumba au alipoumba mbingu na ardhi. Minha, tangu Allah subhanahu wa ta'ala alipoumba mbingu na ardhi, Mtume akabainisha akasema, asanatu, mwaka kama mwaka, 12 shahran, una miezi 12. Hii miezi 12 Allah subhanahu wa ta'ala amewekea idadi yake katika kila mwezi kati ya siku 29 au siku 30. Ndio maana kuna baadhi ya miezi unaandama kwa siku 29, mingine tunakamilisha siku 30, lakini idadi ya miezi hii yote kwa pamoja ni miezi 12. Minha, ndani ya miezi hii arba'atun hurum, kuna miezi minne mitakatifu. Thalathatun mutawaliyatun, Mtume anasema miezi mitatu ni yenye kufuatana. Mtume akaiorodhesha kwa majina. Mwezi wa kwanza akasema Dhulqaada, akasema mwezi wa pili wa Dhulhijja, mwezi wa tatu akasema wal Muharram, mwezi wa nne akaubainisha akasema Rajabu mudharu alladhi baina Jumada wa Shaaban, na mwezi wa nne ni mwezi wa Rajab, kati ya Jumada na Shaaban. Mwezi huu umejitenga tofauti na miezi mingine mitatu ambao hii imefuatana kwa pamoja. Hii ni miezi mitukufu au miezi mitakatifu ambao Allah subhanahu wa ta'ala akasema, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizulumu ndani ya miezi hii minne mitakatifu nafsi zenu, msifanye madhambi ndani ya miezi hii minne mitakatifu, kwa sababu dhambi atakaifanya mja ndani ya miezi hii minne mitakatifu ashad, ina malipo mabaya zaidi kuliko dhambi atakayofanya katika miezi mingine. Japo katika miezi mingine Allah subhanahu wa ta'ala hajaruhusu watu wafanye makosa, lakini ukubwa madhambi ndani ya miezi hii ni kwa sababu ya utukufu na hadhi na heshima ya miezi hii minne mitakatifu. Ndugu zangu katika imani, hii miezi mitakatifu ina fadhila kubwa. Miongoni mwa fadhila ya miezi hii minne mitakatifu, tudhaafu alhasanati wasayyiati, mtu akifanya mema, mema yanazidishwa maradufu. Lakini sio kufanya mema tu, lakini pia mtu akifanya madhambi, dhambi inakuwa ni kubwa maradufu, tofauti na dhambi atakayofanya katika miezi mingine. Dhahaba kathirun min alulama kabn Kathiri wal Qurtubi, wameenda wengi katika wanachuoni kuelezea kutafsiri maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala au aya ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na kuzidishiwa ujira na matendo kwa wale watakaowafanya matendo mazuri ndani ya miezi hii minne mitakatifu.
lakini pia kuzidishiwa madhambi na adhabu kwa wale watakaofanya madhambi ndani ya miezi hii minne mitakatifu. Wal iqab, na adhabu vile vile itazidishiwa. Yakunu fiha ashaddu kama fil amakin almuqaddasa, inakuwa adhabu au inakuwa thawabu ni kubwa kama vile atakayofanya mtu amali katika sehemu takatifu. Mtu akafanya amali katika mji wa Makka haram au katika mji wa Madina akafanya kheri, thawabu zake inakuwa ni maradufu. Akifanya sala, malipo yake inakuwa ni maradufu zaidi, tofauti na sala atakayosali katika misikiti mingine. Lakini kosa atakalofanya mtu, dhambi atakayofanya mtu akiwa haram, sehemu takatifu, katika nyumba tukufu, dhambi zake zinakuwa ni kubwa zaidi maradufu, tofauti na dhambi atakazofanya katika sehemu nyingine, ni kutokana na utukufu wa mahala pale. Kwa hiyo pia utukufu wa miezi minne mitukufu mitakatifu, dhambi atakayofanya mja, maana yake atalipwa dhambi maradufu, au adhabu itakuwa ni kubwa tofauti na dhambi atakayofanya katika miezi mingine. Lakini pia akifanya thawabu, akifanya amali njema, Allah subhanahu wa ta'ala atamzidishia marudufu kutokana na utukufu wa miezi minne mitakatifu. Maal asaf, kwa masikitiko makubwa, watu wengi wameghafilika na miezi. Asilimia kubwa hawajui tu katika miezi mitukufu, lakini wale wanaojua pia wameghafilika kufanya amali njema katika miezi hii minne mitakatifu. Ndugu zangu katika imani, tujitahidi kujipinda kufanya amali njema ndani ya miezi mitakatifu. Asilimia kubwa ya Waislamu wanajua mwezi mtukufu ni mwezi wa Ramadhani pekee, lakini kuna miezi mitakatifu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiainisha, ameiweka wazi ndani ya Qur'an, lakini mtume akaibainisha kwa kuitaja kwa majina, ambayo hivi sasa tuko ndani yake. Watu wengi wameghafilika na kufanya amali njema. Watu wanashinda kwenye mitandao ya kijamii. Simu sasa hivi imekuwa ndo kama Qur'ani, tofauti na wema waliokuwa wametangulia. Mtu Qur'ani ilikuwa ndio sehemu yake ya kupata mawaidha, ya sehemu ya kumkumbusha, sehemu ya kumzindua. Lakini mtu akitoa salamu, kitu cha kwanza ni simu yake, ni kuingia kwenye mitandao ya kijamii, nini kimejiri. Lakini wengine kazi yao ni kucomment vitu ambavyo vifai ndani katika mitandao ya kijamii, tena mambo mengine ni mambo ya madhambi. Lakini kitu kingine, macho yetu yanaenda kutazama vitu ambavyo sheria, dini imetukataza kutazama ndani ya simu zetu. Lakini kitu kingine, sheria inakataza kusikia vitu ambavyo haifai kusikia ndani ya simu zetu. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala atatuadhibu kwa hiyo tunachokwenda kukifanya. Sasa hivi simu sasa hivi ndio imekuwa kama vile Qur'ani kwa wema waliotangulia. Yaani mtu akiamka kitu cha kwanza ni kushika simu, na hakuna chochote cha maana ambao anachoenda kufanya ndani ya simu. Jamii imepotoka, jamii imepotea. Lakini kazi nyingine ni kuweka taharuki. Kwa content creators ambao kazi yao ni ajili ya kwenda kutengeneza maudhui. Wanatengeneza maudhui sio kwa ajili ya kuitengeneza jamii, wanatengeneza maudhui kwa ajili ya kwenda kuzipotosha jamii au kutia taharuki jamii. Lakini watu wengine wanakuja naandika habari ambazo sio za kweli, fake news. Na watu kazi yao ni kucomment kama vile habari ambapo mtu hana ushahidi na hana uhakika kwamba hii habari kweli imethibiti. Ndugu zangu katika imani, tumche Allah, tumuogope Allah, hususan katika miezi hii mitakatifu. Hii ni miezi ya watu kufanya amali ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazipenda na kuridhia. Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillah alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, usikum maratan thaniya bitaqwa Allah azza wa jalla faqad faza almuttaqun. Ndugu zangu, katika miongoni mwa fadhila za miezi minne mitukufu, tahrimu alqital fi. Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha vita kupigana ndani ya miezi mitukufu. Kana Muhammad Salih ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, Muhammad Salih ibn Uthaymeen Allah mrehemu, anasema sababu na hikma Allah subhanahu wa ta'ala kukataza vita ndani ya miezi minne mitukufu ili waja wake wafanye ibada za umra na hija kwa utulivu na amani. Ndio maana akaweka vita visipigane ndani ya miezi minne mitakatifu, watu wafanye ibada kwa utulivu. Lakini kwa masikitiko makubwa, hakuna kipindi ambacho Allah wanamwasi kama katika miezi minne mitukufu. Ndugu zangu katika imani, lakini miongoni mwa fadhila za miezi mitukufu, inabidi watu wajipinde katika kuleta istighfar kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
kwa sababu ni miezi yenye fadhila kubwa. Kumwomba Allah msamaha, kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa makosa tuliyoyafanya, tunayoyakumbuka na tuliyoyasahau, tuliyotanguliza na tukayachelewesha, tunayoyajua na tusiyoyajua, makubwa na madogo. Huu ndio wakati wa kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sio kuleta istighfari tu, lakini ni wakati wa kuswali sana, kufanya sana ibada. Lakini ni wakati wa dhikri, kumtaja Allah kwa wingi. Dhikri ndio ibada pekee ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kila atakapoizungumza anaizungumza kwa wingi. Wadhkurullaha kathiran, na mtajeni Allah kwa wingi, ni kuonyesha ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaipenda mno. Lakini kwa masikitiko sisi hatuna muda wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Si kazi yetu ni kuwazungumza watu, tuwazungumza watu kwa uzuri au kwa ubaya. Yule fulani bwana yuko hivi, ile ndio kichwa, ana akili, kwa sababu kisa Allah subhanahu wa ta'ala akampa uwezo wa mali. Yule simba bwana, yaani anakamta anamzungumzia mtu kwa kumsifu muda wote, lakini akai kumzungumzia na kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala. Au mtu anakaa kwa kumtaja, kwa kumchafua mtu, kwa kumpa sifa mbaya ambayo hana kwa muda mrefu, hadi yakuwa yeye ana aibu na mapungufu mengi, lakini anaacha wakati ule kwa kutumia kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Aina nihna ya jamaa al-khair? Tuko wapi ndugu zangu katika imani? Tunapoteza muda katika miezi ambayo ni bora mitukufu kwa kufanya mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aridhi. Huu ni wakati wa kumtaja Allah, sio wakati wa kuwataja watu. Ni wakati wa kumsifu Allah, sio wakati wa kuwasifu watu. Watu ni kama sisi, wana mapungufu, wanapumua kama tunavyopumua. Wana madhaifu tuliokuwa nayo sisi. Njaa inamuuma, ana hasira, anaumwa, anakufa kama utakavyokufa wewe. Sasa kumtaja ni Allah ambaye mwenye uhai wa milele, afi, ndio kumtaja wakati wote. Ndugu zangu katika imani. Lakini kitu kingine ni wakati wa kusoma Qur'an katika miezi mitukufu. Qur'ani tumeiacha. Watu wasoma Qur'an ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ramadhani ikisha basi watu hawana haja na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wameweka misafu kwenye mabegi, wameweka misafu kwenye shelfu za makabati, hawana shida na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi tupate sisi nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala? Vipi tupate izza? Vipi tupate utukufu kama tunakiacha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala? Allah anasema dhalika alkitabu la raiba fihi hudan linnas. Hiki ni kitabu Qur'ani ambacho hakina shaka ndani yake, ndio uongofu kwa watu, dira kwa watu. Ndugu zangu katika imani. Lakini sio kusoma Qur'ani peke yake, lakini watu hawasimami usiku qiyamul layl. Huu ni wakati wa kusimama wa kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala, kumuomba Allah msamaha atusamee, lakini pia kumuomba Allah mahitaji yetu, nini tunahitaji, lakini kujikinga na Allah, nini hatutaki Allah atuepushie. Ndio wakati wa watu kuswali na kusimama usiku. Lakini huku mtu yuko tayari kusimama usiku kutazama mpira muda zaidi ya saa 2 anatazama mpira, tena usiku wa manane, kaacha familia, mke na watoto nyumbani. Lakini mtu huyu anashindwa kusimama dakika 5, dakika 10, dakika 15 akasimama kusali kwa ajili ya Mola wake usiku. Akashindwa kuswali witri tu rakaa 3 kwa ajili ya Mola wake usiku. Lakini anaweza kusimama masaa 2 au saa 1.5 kwa ajili ya kutazama mpira. Ndugu zangu katika imani, huu sio wakati wa kuchezea. Huu ni wakati wa kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ni wakati ambao ni bora, miezi ambao ni mitakatifu. Tukifanya amali ndogo Allah subhanahu wa ta'ala anaikuza, inakuwa na malipo makubwa. Lakini sababu ya kupata baraka katika maisha yetu ya dunia, maisha ambayo yamejaa misukosuko, hatuna utulivu. Sababu ya kutulia ni kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tujitahidi kufanya kila amali ambayo itatukurubisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini jambo lingine la msingi na la muhimu ni kujiepusha tajannubul maasi, kujiweka mbali na maasi. Tusifanye maasi, tusimwasi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu maasi ukifanya katika nyakati hizi tukufu, Allah subhanahu wa ta'ala anayazidisha. Dhambi hizi zinakuwa ni kubwa na madhara yake na adhabu yake inakuwa ni kubwa, tofauti na madhambi katika miezi mingine. Lakini athari ya dhambi na athari nyingi mbaya, ugumu, ukali wa maisha ni kwa sababu ya madhambi tunayoyafanya. Mambo yetu hayanyoki kwa sababu ya madhambi tunayoyafanya. Kwa hiyo ni kujiweka mbali na madhambi katika miezi hii mitukufu. Allah subhanahu wa ta'ala atuafikishe tuwe miongoni mwa wale ambao wanafanya matendo mazuri anayoyapenda Allah subhanahu wa ta'ala na kuyaridhia. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.